Ushawahi ona mtu anakataliwa na ametiwa mafuta na askofu oye tebo? Alo, unasema nini wewe? Nilikuwa mchungaji mimi kabla sijaoa, unajua. Mchungaji, brother, mchungaji. Na nena ndimi za moto, achana na hizi za huku za moto. Nimetiwa mafuta na askofu oye tebo. Nimefundishwa na Miles Munro kwa darasa la Biblia. Miles Munro amenifundisha, Mike Mudok amenifundisha, mabingwa wa imani. Lakini shangaa nilimuita huyu dada, nikamwambia dada, Bwana asifiwe. Kama mchungaji nimeweka mkono kwa mfuko, alinifundisha hivyo. Kwa njia ya mamlaka nikamwambia dada, Bwana asifiwe. Akaniambia amen. Nikamwambia nina jambo la kukuambia. Anasema mchungaji endelea. Nikamwambia Roho Mungu ananishuhudia nikuoe. Akaniambia mimi siwezi olewa kwako. Nikamwambia unamaanisha nini? Akasema siwezi olewa kwako. Nimetiwa mafuta. Ambia dada, nitakupa maisha, sitaki maisha yako, kaa nayo. Nimeongea naye saa 4 na mimi ndio nahubiri ibada ya lanja wa saa 6. Namuona kwenye ibada anaandika notes, watu wa Mungu anaandika ninachohubiri. Amenikataa. Yani nasikia niachilie laana, lakini Mungu anasema zuia wewe, zuia. Amenikataa. Safari ya hatima, kijana au dada, sio yule wa kwanza au wa pili, wanaweza wakaenda hata watatu. Bora tu ujitunze, usitembee naye. Umekataliwa na mdada hapo, umepotea njia kwenda nyumbani, umehama kutoka Ukerewe unaishi Kahama. Leo hii Bwana anakurejesha katika jina la Yesu.